tumepokea wagonjwa watatu, ikiwa ni mama na watoto wake wawili, wakija na majeraha ya kuchomwa na vitu vyenye ncha kali maeneo ya tumboni. Wakiwa hapo hospitali waliona na madaktari na wakapewa huduma, ikiwa ni pamoja na upasuaji, na mpaka sasa ni siku ya 5 na wote wanaendelea vizuri. Wote walikuwa wanaonekana kuwa na majeraha kwenye maeneo ya tumbo, na majeraha hayo yalikuwa ni tofauti. Kwa maana ya mama, jeraha lake lilikuwa tu ni kwenye ngozi ya tumbo na alikuwa halijagusa viungo vya ndani ya tumbo, kwa maana alikugusa utumbo wala maini wala mapafu. Na pia kwa mtoto mkubwa ambaye ana umri wa miaka 4, na jeraha lilikuwa linafanana na mama yake, isipokuwa kwa huyo mtoto mdogo wa mwisho alikuwa jeraha lake ambalo yenyewe lilikuwa limeenda ndani zaidi, likajumuisha na kutoboa kwenye utumbo mdogo wa chakula. Na alipatiwa matibabu ya upasuaji, wakashona pale palikuwa pametoboka, na aliwekwa kwa siku za matazamio kwa siku 5 bila kula kitu chochote, na tunashukuru jana ameanza kupata kitu chochote mdomoni. Lakini mama na yule binti mkubwa wenyewe walikuwa washapatiwa matibabu na wanaendelea vizuri. Mimi ni kamishna msaidizi wa polisi Kija Switlet Mkoi, kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Manyara. Mnamo tarehe 2 mwezi wa 4 2025 majira saa 6 ya mchana tulipata taarifa kwamba huko katika mtaa wa Sinai, kata ya Maisaka, tarafa na wilaya ya Babati, mkoa wa Manyara, mama mmoja alijulikana kwa jina la Praxeda Prosper, miaka 29, Mnyaturu, Kristo, mkulima na mkazi wa kijiji cha Urumba, kata ya Kiomboi, wilaya ya Iramba, kwa Singida. Alikuwa amefika kwa shangazi yake mtaa huo wa Sinai katika wilaya ya Babati. Alipofika hapo ndio tulipata taarifa amewajeruhi watoto wake wawili kwa kitu chenye ncha kali, ambao ni Christina daughter of Prosper, miaka 5, Mnyaturu, mwanafunzi wa darasa la awali shule ya msingi Kiomboi. Na mwingine Catherine Prosper, miaka 1, Mnyaturu, kazi Kiomboi, wilaya ya Iramba, mkoa wa Singida, kwa kuwachoma na kitu chenye ncha kali tumboni na kupelekea mtoto mmoja Christina daughter of Prosper tumbo kutoka nje. Baada ya taarifa hiyo tulifika eneo la tukio, polisi walifika eneo la tukio na kukuta huyo mama amejifungia ndani ya chumba, alichokuwa amewajeruhi watoto. Polisi walitumia njia ya kubomoa mlango na kuingia kumkuta mama huyo naye akiwa amejijeruhi sehemu ya tumboni. Kule ndani ya chumba tulikuta kisu alichokitumia. Baadaye tuliwachukua watoto na mama huyo hadi katika hospitali ya rufaa mkoa wa Manyara, ambapo walipokelewa na wanaendelea na matibabu. Mama huyo wa watoto anaendelea kutibiwa akiwa chini ya ulinzi wa polisi. Na baada ya kukamilisha upelelezi, mtuhumiwa atafikishwa mahakamani. Chanzo kinasemwa kwamba ni msongo wa mawazo wa mama huyo, kwa kuwa alizaa watoto hao kwa wanaume wawili tofauti. Na upelelezi utakapokamilika, nilivyosema, mtuhumiwa atafikishwa mahakamani. Tunashirikiana na ustawi wa jamii kwa ajili kuona hifadhi ya hao watoto, sababu hataweza kukabidhiwa watoto kwa sababu itakuwa ni ngumu yeye akipelekwa mahakamani, watoto watakosa malezi bora. Kwa hiyo tunawasiliana na watu wa ustawi wa jamii kutafuta sehemu ya kuwalea watoto ili kuendelea na kama ni shule na mambo mengine.